Mungu kwa kitabu cha Ayubu 38 kama nilivyoonyesha. Ayubu 38 mstari wa 12. Ayubu 38 mstari wa 12 ikiwa umesimama. Ayubu 38 mstari wa 12 neno la Mungu linasema, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeadhimisha mapambazuko mahali pake. Mstari wa 13, yapate kushika miisho ya nchi, waovu wakung'utwe wakawe mbali nayo. Narudia mstari wa 12, Ayubu 38:12 mpaka 13. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake, yapate kushika miisho ya nchi, waovu wakung'utwe wakawe mbali nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anakwambia umeijulisha siku yako toka siku yako ilipoanza. Umeiambia nini siku yako? Umeitamkia nini siku yako? Kuna waovu katikati ya siku yako, anataka wakung'utwe mbali na hiyo siku. Lazima wewe utamke kitu. Inua mkono wako kwa Bwana. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nakuja mbele zako asubuhi ya leo. Ninasimama kwenye lango la siku ya leo uliyonipa. Ninasimama kwenye lango la wiki hii uliyonipa. Ninakushukuru Baba, umenilinda wiki nzima, umeniepusha na mabaya, umenipa neema ya kuiona wiki mpya. Katika jina la Yesu, ninasimama na damu ya Yesu kwenye lango la asubuhi. Ninasimama na damu ya Yesu kwenye lango la mchana. Ninasimama na damu ya Yesu kwenye lango la alasiri. Ninasimama na damu ya Yesu lango la jioni. Katika jina la Yesu, ninasimama na damu ya Yesu ndani ya siku nzima. Ninakomboa siku yangu, ninabatilisha kila shauri la uharibifu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninasema na siku ya Jumatatu, Jumatatu, sikia neno la Bwana, nami ninatamka kwa maneno ya kinywa changu, kila ubaya, kila uharibifu uliopangwa, uliokusudiwa, ninauharibu kwa damu ya Yesu. Ewe Jumatatu, utakuwa na mimi, utatumika na mimi, utanisaidia. Asubuhi sikia, mchana sikia, alasiri sikia, jioni sikia, usiku sikia, ya kwamba mimi na wewe ni watumishi wa Bwana. Tutamtumikia Mungu kwa pamoja katika jina la Yesu. Ninakwenda kinyume na kila mpango wa uharibifu uliopangwa kupita ndani ya siku ya leo kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, utatutoa katika saa ya kuharibiwa kwa jina la Yesu. Saa yoyote ndani ya siku ya leo iliyolengwa kupitisha ubaya, Baba ukanitoe mimi na nyumba yangu na kila kitu cha kwangu kwa damu ya Yesu. Umeniambia waovu wakung'utwe mbali na siku yangu kwa jina la Yesu. Ayaanza kukung'uta mbali na kazi yako na biashara yako. Pambana, amrisha chochote usichokitaka hakitakuwa juu ya malango yangu, hakitakuwa juu ya nyumba yangu. Hao waovu wanakung'utwa, wachawi wanakung'utwa, washirikina wanakung'utwa. Natengwa mbali na magonjwa, natengwa mbali na ajali, natengwa mbali na marana, natengwa mbali na kila mipango ya kuzimu, magonjwa, hasara kwenye biashara yangu, uharibifu kwa damu ya Yesu. Roho za mateso, maana imeandikwa tutakuwa mbali na kuonewa kwa damu ya Yesu. Roho za maonezi, toka kwenye njia zangu, toka kwenye malango yangu, toka, 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 toka. Achia maji yangu, achia chakula, achia fedha ambayo utaitumia siku ya leo. Chakula nitakachokila, maji nitakayoyatumia, ninayatakasa. Hakuna uovu utakaopita hapo kwa damu ya Yesu. Waovu waliopangwa, walioinuliwa na kuzimu kufanya vita na mimi, najitenga nao. Wanakung'utwa kwenye lango la asubuhi, najitenga. Wanakung'utwa mbali na siku yangu, wanakung'utwa mbali na biashara, wanakung'utwa mbali na kazi, wanakung'utwa mbali
kinaharibiwa siku ya leo. Hakitatokea, hakitakuwa. Maana imeandikwa neno hili halitakuwa wala halitasimama, ndio halitatokea. Hayo mipango yao haitadhibitika, haitatokea kwa jina la Yesu Kristo. Anasema tuiamuru, iamuru, iamuru, iamuru asubuhi, iambie, iambie isikie. Ambia Jumatatu isikie neno la Bwana ya kwamba wala makantari makonda masaa chochote kibaya hakitatokea kwa damu ya Yesu. Sema asante Yesu. Asante Bwana Yesu kwa sababu uko pamoja na mimi. Ninapokea baraka zangu, ninapokea ushindi wangu. Kila kilichoamriwa kutoka kwenye mbingu zako kwa ajili yangu sitapishanishwa nacho. Fursa zangu sitapishanishwa nazo. Habari njema zangu hazitapindishwa. Yale mema ulioniwazia hayatapita mbali nami. Ninapokea, ninapokea, anza kupokea. Pokea neema, pokea kibali, pokea uzima, pokea upendeleo, pokea wateja wa kutosha. Waamulishe yambia magharibi, mashariki, kaskazini na kusini ya kwamba italeta wateja kwenye biashara. Pokea neema kazini, pokea, pokea amani kwenye malango yako, pokea furaha ya ndoa, pokea, pokea, pokea uzima kwa watoto, pokea ulinzi, maana tunalindwa na Bwana kwa imani. Resta kati ya makandoro mako, chochote walichokusudia kama Yesu alipita katikati yao, nasi ndivyo tutakapopita siku ya leo. Hayatakupata hayo mabaya, hayatatokea kwetu katika jina la Yesu Kristo anazajalia hapa. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya, 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 haleluya. Ila tunafikia kija kufika Ijumaa sauti kwa sina. Hapa tutengeneze tu kidogo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naomba tukae watu katika Bwana. Ninawasalimu sana kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa majina naitwa Lydia Kabisa au Mrs. Isaac John Mligo. Ni mama wa watoto wengi ila mume mmoja. Amen. Tunasafiri kuelekea mbinguni. Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha ya kwetu. Amen. Ni msharika wa Kinyerezi, ni katibu wa fellowship. Msharika wa Kinyerezi ni katibu wa fellowship wa Jimbo la Kati. Yesu asifiwe. Haleluya. Nikukaribishe sasa katika ibada yetu ya asubuhi. Nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi kwa nafasi ambayo mmeona ni vema mbele za Mungu kusimama mbele ya watakatifu hawa. Mungu wa mbinguni awabariki kunipa nafasi hii, na pia namshukuru Mungu ambaye wapa maelekezo ya kwamba hata mimi naweza kufahamu kusimama mbele ya watu hawa. Amen. Tutakuwa wote ndani ya siku hizi 5. Tutatembea na kichwa kinachosema kubatilisha mashauri mabaya ya adui dhidi yangu au dhidi yako. Kubatilisha mashauri mabaya. Mashauri yako mengi. Amen. Mashauri yako mengi, lakini haya tunayoyazungumzia ni yale mabaya ambayo ni ya nani? Ya adui, ndio tunayoshughulika nayo. Sababu hata tunapa naona mnajenga mpaka mwanza kujenga, kuna vikao vilikaliwa, watu wakaanza kupanga mipango. Hayo ni mashauri. Amen. Sasa hapa tunazungumzia habari ya mashauri mabaya ya adui. Tunataka na wengine wa ulimwenguni huko wajisikie vizuri. Amen. Tusifaidike tu sisi wa mambo ya mbele. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Tunapozungumzia mashauri tunazungumzia kitu gani? Tunapozungumzia mashauri tunazungumza nini? Yaani maana yake nini? Maana ya mashauri ni jambo au mpango unaopangwa na kujadiliwa. Ni jambo au mpango unaopangwa na kujadiliwa na watu zaidi ya mmoja. Nilisema mashauri yako mengi, yako mazuri, yako mabaya. Kwa hiyo hapa tunazungumzia mashauri mabaya. Kwa hiyo ninapozungumzia mashauri, nazungumzia lile jambo linalopangwa na kujadiliwa zaidi ya mtu mmoja kwa lengo baya kwako.
Haleluya. Yesu Kristo asifiwe. Mbona Mungu anataka imepoa? Mbona imepoa? Haleluya. Amen. Nimesema mashauri ni jambo au mpango unaopangwa au unaojadiliwa zaidi ya mtu mmoja kwa lengo baya. Kwenye kitabu cha Yeremia. Haleluya. Kwenye kile kitabu cha Yeremia ile 29 ni mstari ambao tumeuzoea sana kuzungumza. Yeremia 29 ule mstari wa 11 anasema, "Nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho." Na tafuta ile sentensi, "Nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya nini? Mabaya." Kwa hiyo kama yeye anatuwazia mawazo ya mema wala si ya mabaya, wako wanaokuwazia mabaya. Asingesema yeye anatuwazia mawazo ya amani wala si ya mabaya kama hakunaga mawazo mabaya. Haleluya. Hawezi kusema anatuwazia mema kama hakunaga mawazo mabaya. "Nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho." Kwa nini atuwazie mema? Ina maana wako wanaoniwazia mabaya. Mtu wa Mungu anazungumza sentensi ya kwamba chochote unachokiona kimetokea kwenye maisha ya kwako, chochote unachokiona kinatokea kwenye maisha yako, kuna namna ambavyo kuna mtu amehusika kutokee. Haleluya. Kiwe kizuri kiwe kibaya, kuna mtu amehusika. Hivi vyombo vikiletwa hapa haviwezi kuongea, yani haviwezi kutoa sauti. Lazima kuna mtu anayehusika kuvipiga ili tusikie mlio. Asipokuwepo mtu hatuwezi kusikia sauti ya chombo hiki. Kwa hiyo kama yeye anatuwazia mawazo mema wala si ya mabaya, nani je? Kuna mtu na maana anayemwazia mabaya. Kuna mbaya ananiwazia mabaya. Kwenye kile kitabu cha Yona, ile sura ya kwanza, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 9, tunajua habari za Yona za kutoroka. Tunazijua, anamkimbia Mungu. Alipoingia kwenye merikebu ikachafuka. Wakaanza kufanyaje? Wakaanza kutupa mizigo ile, wanatupa vitu. Wakafikiri yale mawimbi na dhoruba wanakutana kwa sababu labda mizigo ni mingi, si ndio? Lakini kadri wanapotupa vitu, hawaoni mabadiliko ya aina yoyote. Wakasema hapana, tupige kura. Tujue mabaya haya yametupata kwa ajili ya nani. Wasingesema tupige kura tujue mabaya haya yametupata kwa ajili ya nani kama hakuna msababishaji. Haleluya. Amen. Walipopiga kura ikamwangukia nani? Haleluya. Amen. Ni wangapi hapo wananifahamu? Okay. Mtumishi hapa nifahamu. Bibi harusi sijamuona hivi. Nieleza alipokwenda. Na ndio ningekuwa natumbia. Okay, wewe usinifahamu. Uweze ukanifuata katika kusalimiana katika tamaduni zetu za Kiafrika, ukaniuliza nikafuata hapa na kuuliza nziko, kazi yako ni kazi gani? Hiyo ni sawa. Sisi tunafika tunasalimiana, tukishasalimiana, tunaishi wapi, tunapeana maelezo ni nani, baadaye nikakuza hivi tunajishughulisha na nini? Si ndio tunavyotambulisha hivyo. Sasa kwa nini katika kusalimia, yani ndio tunataka kujuana, nianze kuuliza unafanya kazi gani? Sio utaniona kama kuna shida fulani hivi au kuna kitu nakitafuta. Lakini kwa nini yote hawakumuuliza jina lake? Kwa nini hawakumuuliza? Wanamuuliza kazi yako ni kazi gani? Wanamuuliza Yona, kazi yako wewe ni kazi gani? Ambaye mabaya yake yametupata, bali popote ulipo huyu aliyekuja kwenye hayo mazingira, kazi yake ni kazi gani? Ametumwa kwako kwa ajili ya nini? Ameingizwa kanisani kwa ajili ya nini? Ametumwa kwenye kikundi cha kwaya kwa ajili ya nini? Kuna wenzangu na mimi wenye sauti
za 40 ambazo hata mwalimu atatuni zikome kuelekea kulia kushoto. Lakini unaweza kufosiwa kuingia kwenye kwaya si kwa sababu unaenda kuimba. Mungu akakuweka hapo kwa ajili ya kuombea hiyo kundi mpaka linasimamisha kusudi la Mungu. Kwa hiyo nikiulizwa huko hapa kwa ajili ya nini, mimi sijui kuimba, lakini na mzigo wa kukaa kwenye kwaya. Ni kwa nini niko kwenye kwaya? Kwa ajili ya kazi ya kuomba. Kwa hiyo kuna watu wanaingizwa kwenye vikundi, kuna watu tuko nao ofisini, kuna watu wataingizwa kwenye kabila za kwetu, wataingizwa kwenye koo, wataolewa na kaka zetu, tutaolewa kwenye familia kwa kazi maalum. Naongea na wanawake wenzangu tuliolewa. Sio kwamba ulienda kustarehe umeenda kazi. Unajua kazi iliyo kutuma. Kazi yako ni kazi gani? Kwenye hiyo ukoo. Wanamuuliza hiyo kazi yako ni kazi gani? Sio wangetaka kujua jina lako natokea wapi, ni kabila gani, ni nani, ndio aanze kuwaeleza mimi kazi yangu ni hii. Wanamuuliza kazi yako ni kazi gani ambaye mabaya haya yametupata kwa ajili yako. Anasema anayajua mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Wala si ya mabaya. Je, ni nani ananiwazia mabaya? Watu wa Mungu, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi. Silaha tulizonazo sisi zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome. Ninamjua adui yangu ni wewe. Sitakufuata kukukwida hivi mwilini, nitakukwida rohoni. Lakini sisi tunapokuja akasema neema yote alimaliza. Kuweka kwa nani alimaliza? Alikupa tiketi ya kuendea msalaba, hajakwambia hayo mabaya yatakupata. Ndio maana anasema anayajua mawazo ninayokuwazia mimi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Kwa nini yapo hayo mabaya? Hautayakwepa yapo, lakini ile kwamba yapo tunao msalaba, tutakwenda msalabani, tutaiachilia damu ya Yesu, tutawageuzia Babeli ubaya wao. Anasema itakuwa siku hiyo nitawarudishia Babeli ubaya wao walioutenda katika Wakaldayo. Mbona yote alimaliza msalabani, alimaliza? Mbona bado hujatoka hapa? Mbona bado hujavuka? Kila siku ni machozi kama unapikia kuni mbichi. Mbona bado hayo maisha ulionayo mtumishi ndio hayo? Umefika? Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Okay, tunajua kitabu cha Mwanzo ile 30 ngapi? Ile 37 kuanzia mstari wa 18. Andika tu Mwanzo 37 kuanzia mstari wa 18. Tunajua habari ya Yusufu sio? Tunaijua. Ameota ndoto anawadisia ndugu zake. Anamwambia habari sio, nimeona manina, nimeona miganda, nimeona nini. Anasema walipomuona kwa mbali wakafanya mashauri. Wakasema tumkamate, tumuue. Ni jambo linalojadiliwa zaidi ya mtu mmoja. Wanakaa tumfanyeje sasa mtu huyu? Na kumbuka kwa Yesu tumtendeje mtu huyu? Ninaweza nikawaza mwenyewe peke yangu. Lakini hivi nawezaje kumpata? Na kuja kukushirikisha nawezaje kumpata yule? Njia gani nyepesi ya kumfikia? Kuna namna ambavyo nimeshirikisha mtu mwingine. Walipomuona Yusufu kwa mbali, sio kumuona kumchungulia vile, walishaona kwamba huyu kesho sio mtu wa kawaida. Wanakuona kwamba yani vita ulionayo sio tu hayo maisha na wanasema hivi jamani mimi mtumishi hebu niaone. Yani mimi hata sijui. Hivi kama mimi mtu anapambana mimi kwa ajili ya nisikiliza wewe. Unavyojiona sivyo ulivyo, sivyo ambavyo mbingu zinapokutazama. Mbingu zikitazama zinaona ushujaa, zinaona ufalme, zinaona bilionea, zinaona mtu mkubwa, zinaona mtu wa maana ndani. Lakini wewe ukijitazama unajiona ni mtu wa kawaida sana. Kwa Bwana sisi sio watu wa kawaida. Tunataka kuwa watu wa kawaida. Tunakuwa mijitu rohoni. Haleluya. Sisi tunatoka kuwa watu. Tunakuwa viumbe vya roho. Unapotazama utazamwi tu kama sijui muuza genge. Unapotazama utazamwi tu kama sijui dereva bodaboda. Hautazamwi. Yaani wewe unapojiona unaliona genge, mbingu zinaona supermarket. Haleluya. Unapojitazama unaona tu vitu vya kawaida kawaida. Mbingu hazikutazami hivyo. Ndio maana hata Gideon alipokaa anaambiwa wewe ni shujaa, anasema hapana. Huwezi kuniambia
ni mtoto wa mwisho na ni maskini. Kabila la kwetu ndio kabila dogo kabisa. Bwana anamwambia sikia, wewe ni shujaa, nyanyuka ukawatetee ndugu zako. Nitakwendaje niangalie? Niko nimejificha na pepeta ngano. Anamwambia shida sio kupepeta ngano, nenda kaangushe madhabahu anayetumikia baba yako. Ukitoka hapo utakuwa sio wewe unayejitazama kwa namna hiyo, sio wewe wanayekuangalia wakakuzanao. Nitakapomshaibomoa nitakuja, nitasimama, ninalisimamisha agano la kwangu kwenye malango ya kwenu. Haleluya. Akaona Yusufu, tuone yatawezekanaje. Hiyo vita mlionayo ni kwa sababu ya kile, sio hapa. Na ndio maana mawazo anayokuwazia Mungu akuwazie hapa. Yeye anasema anayajua mawazo anayokuwazia ni mawazo ya amani, wala si amani, kuwapa tumaini siku zile hizo zinazokuja. Mbona hangaika na hapa? Yaani unahangaika na hapa. Unaweza usisomeke hata kwenye kabila la kwenu, hata wakikumbuka ndugu zako wakuone. Yaani wanakuona kama haleluya. Unaweza usieleweke kwa lugha yoyote. Mtu wa Mungu. Unaona kama ndio hasara kwenye familia. Lakini hata uone hasara leo, siku Bwana atakapokupeleka kwenye nafasi yako ya ukuu, watasema hivi ndio huyu tulipanga kumuuza. Watasema ndio huyu tulipanga kwenye milika. Watasema ndio huyu ambaye tuliona kama anajipendekeza. Tulisema ndio huyu ambaye baba alikuwa anampenda sana. Sisi tunatumwa. Sikiliza, kuna watu mmewekwa mahali sio kwa sababu yenu. Bwana amewaweka hapo kwa ajili ya kusudi la kwake, ili muwe faida, muwe baraka kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Hujajua watoto uliopewa ya kwamba wewe unafikiri hao watoto ni wako. Umepewa zamana kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Hao ndio akina Esa wanaokuja. Hao ndio akina Yusufu wa kukomboaji. Hao ndio hao watakao tutunzia hazina ya Bwana ili jina la Bwana lisipotee. Hiyo ndio mbegu ambayo Bwana anataka kujisazia ili jina lake lisipotee. Haleluya. Amen. Kabla yako anajua mawazo anayokuwazia, wala si ya mabaya. Yeremia 18:18 tunakwenda kuomba. Na wito wa asubuhi huwa ni mdogo sana. Yeremia 18:18 wanasema njoo tufanye mashauri juu ya Yeremia. Tufanye mashauri. Sasa ondoa Yeremia, jiweke wewe jina lako. Weka biashara yako. Weka ndoa yako, weka kazi yako, weka watoto wako, weka tu chochote cha kwako, weka hapo. Weka. Siku ya kwanza huwa tunaweka msingi, hata ukiona muda wetu umeenda, jua kesho tutasukuma vizuri. Amen. Na haiwezekani baba tufike tuombe. Taombe haya ambacho hujaelewa unatakiwa kuomba nini? Lazima tupeane msingi mzuri, si ndio wapendwa? Amen. Okay, Yeremia 18:10. Nasema hapo ndipo waliposema ndio tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana shauri halitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njoo tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake hiyo yote. Nataka nikwambie Mkristo mwenzangu, acha kujieleza na kujitetea. Ukisha panga kukupiga kwa mapigo ya maneno yao, wewe jieleza. Ukishajieleza wakitoka hapo watakung'ona, wataendelea kudunda na maneno yao. Haleluya. Kwa hiyo hata kujieleza, wewe jieleza kwa msalabani tu. Mimi sasa jamani yangu, na jamani mimi hakuna cha jamani, mimi hakuna anayekuonea huruma. Watajifanya wako pamoja na wewe, lakini subiri kikamili ndio hao wanapanga kukuua. Na hiyo kwenye kujieleza ndio wanapata mbinu ya watakuuaje. Na wanajua nguvu zako ziko wapi. Hata mtu yote aliyefanikiwa, usihangaike na biashara anayofanya. Usihangaike na mali unazoziona kwa nje. Tafuta kilichompa nguvu ya kufanikiwa. Kwa hiyo hata wewe wanapopambana na wewe wakaona hakuwezi, wanatafuta kujua nguvu yako iliko. Kwa hiyo kwenye kujieleza, yaani mimi namshukuru tu Mungu ajili ya yale maombi. Yaani nisingekuwa naomba ile saa 8 za usiku. Yaani wanajua
kumbe huyu nguvu yake iko kwenye maombi ya usiku. Utapigwa pigo la usingizi mzito wewe, kitu kizito, utalala utashuka saa 1 asubuhi. Wanakuweza vizuri. Kwenye kujieleza ndio utasema mtu, hebu mlete tuone labda tujue namna gani. Walisemaje juu ya Paulo? Wale waliojifunga kwa viapo, watu zaidi ya 40. Wanasema hiyo twende mtume kule kwa mkuu. Wamlete huku kwetu kana kwamba tunataka kujua habari zake zaidi. Wakati akiwa anakuja ndipo tumuue. Lakini lengo ni nini? Wamejificha kwenye nini? Tunataka kujua habari zake. Hivi umefanikiwaje mtumishi? Hivi umewezaje? Hivi ile biashara hivi umefanikiwaje? Maana wengi wamefeli na wanasema wewe acha tu. Ndipo wanapokutafuta kukuua. Ndipo wanaweza wasikuue ukafa mwilini. Wanakuua nguvu yako, kazi yako, biashara yako, kila kitu kinakwisha. Shauri lolote la baya lililopangwa juu yako lazima lishughulike. Amen. Nataka nikwambie ukweli. Uwe unajua, uwe hujui, unawaziwa mabaya. Yaani hilo tu ujue, na ndio maana Yesu anasema anajua anayotuwazia sisi. Kama asingekuwema asingesema yeye anatuwazia mazuri wala si mabaya. Wako wanaokuwazia mabaya. Kwa hiyo wewe unajua haujui, jua kwamba wako wanaokuwazia nini? Kazini, kwenye nyumba uliko ndani unapokaa, chochote wako wanaokuwazia. Anasema anatengua mashauri ya waovu ili mikono yao isipate kuyatimiza. Kwa hiyo yako mashauri mabaya yaliyopangwa ambao wametupangia. Yako wanatuwazia mabaya. Wafe, apate ajali. Mtu wa Mungu, ni kabla sijasalimiana nanyi hapa nimesema tufanye nini? Tuombe, tusemee nini? Siku yetu. Kwa hiyo hata kama unaamka kuja Mwaningori, usiamke ukakurupuka ukapita kwenye mlango wako kama vile umekimbizwa. Wakati wewe umelala kuna waliolala getini kwako. Tunaona hata movie huko kwenye simu. Anakwenda na kiachilia mlangoni. Baba subiri jamani tuombe, nishachelewa. Anafika mlangoni avuki na mpiga na kumpiga na kaa. Sio unawahi. Mbona jaje? Hivyo vitu sio kwamba tunaviona hivi tuchukulie tu kawaida. Kila kitu tunapokitazama kitazame rohoni. Kama vinafanyika kimovie na maana rohoni ndivyo vinafanyika. Semesha malango yako. Wamepanga nini? Asingetuambia kwenye Ufunuo anasema atatutoa katika saa ya kuharibiwa. Ipo saa ambao wamepanga kwamba saa 6 zinapofika saa 6 choma apate kichomi cha ghafla atoke ofisini. Na hiyo saa 6 nilikuwa na kikao ambacho kilikuwa kinatakiwa kupitisha jambo jema na wewe unatakiwa upendekezwe. Hauko kwenye kikao. Uko hospitali na unakulia tumbo la kualisha. Linakupiga tu la ghafla, halikuna lilikotokea. Kumbe lishapigwa pigo la maana. Mashauri mabaya yapo. Hawa ni ndugu wa damu moja na usiende kuwatafuta kwenye korido kule ukumbuni mwa kitanda. Na ndugu zako. Wale waliokuwa wanamuuza Yusufu walikuwa ni majirani. Na tuone ndoto zake zitatumiaje. Tuone hii kazi atawezaje. Tuone biashara atawezaje. Tuone hayo mashauri wanayotuwazia ni wapo. Sasa tunakwenda kuyabatilisha. Ninasemaga hivi hakuna jadala ya maombi kwa mfano. Na hakuna hasara. Yaani hata kama hakuna aliyeniwazia, kwa nikiomba mimi si nimewekeza kwenye hazina yangu ya mbinguni. Kwani zile hela tunazoweka kwenye account watu tunazitumia siku hiyo. Si wakati ambapo na huku mkote kumefeli naenda kwenye account yangu natoa ile 1000 yangu inanisaidia. Kwa hiyo hata wakati mwingine ambapo mimi nitakuwa sijajikumbuka kujisemea chochote, lakini kwenye account yangu kuna hazina yangu ya maombi niliyoomba siku ile hayakutumika. Yanatoka kufanya nini? Kunisaidia. Kwa hiyo unasema mimi naona amani, na unapoona amani ndipo uharibifu mkubwa unapofanyika. Hapo ndipo unapotakiwa kuomba kuliko siku zote unazoomba. Simama kwa miguu yako. Shauri lolote la uharibifu lililopangwa. Shauri baya umelipanga kwenye nini? Mimi nasemaga kila mtu ni shahidi wa maisha yako. Wewe ndio unajijua una mchaka kwenye nini? Mwingine mchaka kwenye ndoa, wengine mchaka kwa watoto, wengine mchaka kwenye uchumi, wengine mchaka kwenye afya. Yaani popote ambapo unaona mchaka. Shauri lolote lililopangwa juu yangu linabatilika kwa jina la Yesu. Amen. Linafanya nini? Linabatilika. Hawezi kusema yeye kuyabatilisha mashauri ya watu kama na hawezi kuyabatilisha
anabatilisha yaliyo mema, ina maana anabatilisha yaliyo mabaya. Na ndio maana nasema yeye anatuwazia mema. Kwa hiyo anapoenda kubatilisha, Mungu anabatilisha yale mabaya. Na hapo sasa kwenye kubatilisha kazi yako, usisubiri mtu akuombee. Wewe sukuma kadri unapoweza. Inua mkono wako kwa Bwana. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kuja mbele zako, ninasimama kwako Kristo nikiwa na damu yako ile ya thamani inayonena mema kinyume cha mabaya yaliyopangwa juu yangu Bwana. Katika jina la Yesu ninaomba toba mahali popote nilikofungua mlango hadi yakapata uhalali wa kupitisha ayo mabaya na kunishambulia ule urithi mbaya nilivyomiliki kutoka kwa wazazi, nikafungulia mlango wa mateso ndani yangu katika jina la Yesu. Baba, imeandikwa tubuni basi mrejee ili zije nyakati mpya za kurudishwa kwenu kwa kuwako kwako Bwana. Baba, kwa damu ya Yesu ninarejea kwako. Ee Mungu Mfalme, mimi na familia yangu tunasogea kwako, tunajinyenyekeza mbele zako Mungu. Baba, imeandikwa ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, silaha tulizo nazo zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Baba, katika jina la Yesu nami ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, mahali popote mashauri mabaya yaliyopangwa, yaliyoandaliwa, yaliyokusudiwa juu ya maisha yangu, ninayabatilisha, maana imeandikwa wewe ni Mungu unayebatilisha mashauri ya waovu ili mikono yao isiyatimize makusudio yao. Kwa damu ya Yesu ninabatilisha kila shauri lililopangwa kinyume na wewe Bwana juu ya maisha yangu. Amri yoyote iliyoamriwa juu ya maisha yangu kinyume na wewe ninaitengua, ninaibatilisha kwa damu ya Yesu. Kila mabaya yaliyopangwa ili niangamie, ili niharibikiwe, hayo magonjwa, hizo ajali, hiyo mauti juu ya kazi zangu, juu ya maisha yangu, ninabatilisha kwa damu ya Yesu. Haya, nenda kwenye ulimwengu wa roho, batilisha, tengua chochote ambacho kuzimu imekipanga, walichokuandaliwa juu ya kazi yako, walichokipanga kwenye biashara, walichokipanga juu ya ndoa yako, walichokipanga juu ya watoto wako. Baba, katika jina la Yesu na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, nabatilisha makusudio yao, nabatilisha mashauri yao, nabatilisha maagano yao, nabatilisha mipango yao, nabatilisha njama zao. Chochote kibaya walichonipangia, hiyo mitego waliyoitega kwa damu ya Yesu na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, maana imeandikwa wamechimba mashimo watadumbukia wao, wametega mitego iwanase wao. Kwa damu ya Yesu ninabatilisha maagano yao, ninatengua makusudio yao. Jambo lolote waliloniwazia, walilonikusudia, kwa damu ya Yesu. Ndugu zake na Yusufu walipomuona tokea mbali, wakafanya shauri la kumuua. Shauri lolote la mauti juu yangu nabatilisha mauti kwa watoto wao, mauti kwenye ndoa yao, mauti kwa watoto wao, mauti kwenye kazi, mauti kwa watu wao. Nasimama kwenye madhabahu kwa damu ya Yesu, madhabahu ya Mungu na ndege. Shauri lolote juu ya watu hawa, shauri la uharibifu lililopangwa juu ya wanawake, juu ya wanaume, juu ya watoto, kwa damu ya Yesu, hilo agano la giza lililopangwa linabatilika, linavunjwa, linaharibiwa kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu. Sadaka zao, ibada zao walizozitoa, walizozifanya, fedha yoyote iliyotolewa ili kutufuatilia, ili kutushtaki kwenye ulimwengu wa roho, tunapangua ibada zao, sadaka zao, tunabomoa hizo madhabahu na hiyo miungu inayotuwinda, hiyo miungu inayofuatilia, inayodhamini huwa uharibifu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Maana Dagoni aliwezesha Wafilisti kumkamata Samson. Bwana, kila madagoni yaliyopangwa ili kutufuatilia, hayo madagoni yanayowezesha
kukomesha maadui zetu wanaotuwinda, wanaotufuatilia, na batilisha na haribu kwa moto, kwa moto, kwa moto. Haribu miungu yao, haribu miungu yao kwa jina la Yesu. Kila wanaokuwinda nyuma yao wana miungu yao, nyuma yao wana miungu yao kwa jina la Yesu. Wana ibada zao walizofanya na sadaka zao walizozitoa ili kukamata maisha yako, ili kuharibu biashara zako, ili kuharibu watoto wako, akili zao, afya zao kwa jina la Yesu. Na kwenda kwenye ulimwengu wa roho na pangua mashauri mabaya juu ya mtumishi wako, na pangua mashauri mabaya juu ya ndoa yako, na pangua mashauri mabaya juu ya uchumi wa familia yako kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa washindanao na Bwana watapondwa. Tunakwenda sahi kwenye ulimwengu wa roho. Peleka mapigo kwenye vikuzi vya, peleka mapigo kwenye vikao vya, washambulie kwenye vikao vya, washa moto kwenye vikao vya walikokaa, wanakopanga, wanakojadiliana, wavuruge, watofautiane lugha kwa damu ya Yesu. Tunawavuruga na chafua semi zao, hawatakubaliana, hawataelewana, hawataridhiana. Kwa moto tunachafua hizo semi zao, tunawachafulia usemi wao, hawatakubaliana, hawataelewana, hawataridhiana kwa jina la Yesu. Hayo mashauri mabaya juu ya kazi zetu tunayabatilisha, tunayabatilisha, tunayavuruga, tunayatengua. Hayo mashauri yanaharibiwa kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Rapakatapa, resa katia manda, rapakoya. Kila maneno yaliyotamkwa, Yeremia walisema tumpige kwa ndimi zetu. Hayo maneno, batilisha maneno yao, batilisha maneno yao waliokutamkia, waliotema juu ya watoto wako, walioyatamka juu ya uzao wako, walioyatamka juu ya kazi zako. Wakasema tuone kama atafanikiwa, tuone kama ataolewa, tuone kama atazaa, tuone kama atasoma, tuone kama watashinda. Reza katayama, tunafuta maneno yao, tunatengua maneno yao. Hayo maneno mabaya tunayabatilisha kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Hayatasimama, hayatakuwa sawasawa na Isaya 7:7 anasema neno hili halitakuwa wala litasimama. Tunafuta maneno yao, tunabatilisha mashauri yao, tunaharibu agenda zao, tunaziharibu kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana. Kila neno ovu lilotamkiwa nalifuta sahi, nalifuta asubuhi ya leo. Lilotamkwa juu ya mtumishi wao, lilotamkwa juu ya watoto wao, lilotamkwa juu ya watu wao, neno lolote lilotamkwa, rapakatayasa, resa karamako. Hayo maneno yanafutwa, yanatenguliwa, yanaondolewa uwezo, yanaondolewa uhai kwenye ulimwengu wa roho, yaliyoandikwa kwenye ardhi, kwenye jua, kwenye mwezi, kwenye mbingu kwa damu ya Yesu. Hayo maneno mabaya yanabatilishwa kwa damu ya Yesu. Mashauri yao, agenda zao zinaharibiwa, 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 zinaharibiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Agano lolote la uharibifu linabatilika, mashauri yao yanabatilika. Batilisha kwa watoto wao, batilisha ndani ya siku ya leo. Shauri lolote hofu lilopangwa kwako linaharibiwa, linaharibiwa, linaharibiwa kwa jina la Yesu. Ndio Bwana. Asante Baba, asante Mungu tupenda. Kanta ya bakora masa, rika ya mashandere saka, koria mashandere bakora. Shauri lolote lilopa, shauri lolote lilokusudi, shauri la uovu, mashauri mabaya waliotupangia, waliotukusudia Baba, hayo mashauri yanaharibiwa, yanabatilika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Shika sadaka yako mtoto, shika sadaka yako. Para washendu